itifaki nimeizingatia. Watu wa Mpwapwa wa Mbukweni. Taviro. Aswani. We Jamola. Jamola. Nyenye. Asanteni sana. Asalamu alaykum Mpwapwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Anayezungumza kwa sasa anaitwa Deogratias Cosmas Mahinyila. Ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, hapa Mpwapwa mimi ni nyumbani. Na nimesoma shule ya msingi Mpwapwa, iko hapo mbele kama kilomita 6-7 kutoka hapa. Kwa hiyo niko nyumbani. Watu wa Berege mpo? Nimefurahi kuwaona. Mheshimiwa makamu mwenyekiti na watu wa Mpwapwa, kwa sababu ya muda, mimi hapa ni nyumbani, tumekuwa tunafanya mikutano mara nyingi. Naomba niseme mambo yafuatayo kwa haraka, halafu tupate nafasi ya kumsikiliza makamu mwenyekiti wa chama chetu. Yeye ndo aliyebeba ujumbe wa chama chetu, na yeye ndo ambaye tunapaswa kumsikiliza ana ujumbe gani mkubwa ambao Chadema inataka kuzungumza na nyinyi watu wa Mpwapwa. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kabla sijasema chochote, kuna kituko hatujakutana nacho sehemu yoyote Tanzania hii toka tuanze kwenye ziara ya no reforms no election. Tumetembea zaidi ya mikoa mpaka sasa, zaidi ya mikoa 10-15. Kituko cha namna hiyo hatujakutana nacho, na tumekutana nacho hapa Mpwapwa. Tarehe 30 mwezi wa 5, katibu wetu wa chama wilaya aliandika barua polisi ya kuwapa taarifa ya mkutano huo. Barua hiyo, kichwa cha habari kilikuwa kinasema yahusu kutoa taarifa ya mkutano. Polisi wamejibu barua hiyo tarehe 6 mwezi wa 6, na majibu ya barua hiyo wanasema yahusu kibali cha kufanya mkutano wa hadhara tarehe 8 mwezi wa 6. Pamoja na mambo mengine kwenye barua hii, polisi wanasema kibali kimetolewa na mzingatie mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, sauti za vifaa vya muziki isiwe kubwa na kuleta usumbufu, kero kwa wengine. Jambo la pili, hii barua imeandikwa na mkuu wa polisi wilaya ya Mpwapwa. Jambo la pili, kuzingatia muda wa kuanza na kumaliza mkutano. Jambo la tatu, julisha serikali ngazi ya mtaa. Yaani tujulisha serikali ngazi ya mtaa kwamba Chadema itafanya mkutano hapa. Jambo lingine ni kutoingilia wala kutumia lugha zisizostahili au zisizo na staa dhidi ya dini, imani, kikundi chochote. Yaani huyu mkuu wa polisi Mpwapwa anamfundisha makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa John Heche lugha ya kuitumia akiwa anazungumza na watu wa Mpwapwa. Huyu mkuu wa polisi Mpwapwa ananifundisha mimi, wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizo chini yake, lugha ya kuzungumza na nyinyi watu wa Mpwapwa. Mkuu wa polisi Mpwapwa anasema kuhakikisha na kudumisha amani na utulivu muda wote wa mkutano. Yaani polisi anatufundisha sisi tudumishe amani. Jambo lingine la hovyo na la kipumbavu kuliko yote, anasema mkuu wa polisi wilaya Mpwapwa, kamati zenu za ulinzi shirikishi zitumike katika kusimamia ulinzi katika ufanyaji wa mkutano huo kwa kushirikiana na vikundi vya ulinzi shirikishi na askari wa jeshi la akiba kwenye mabano migambo wa eneo hilo. Endapo kutatokea uvunjifu wa amani, julisheni ofisi ya kituo cha polisi Mpwapwa mara moja kwa ajili ya hatua zangu muhimu. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, hakuna mahali kokote tumefanya mkutano polisi hawajaja kulinda huo mkutano na kuhakikisha usalama. Kwa mara ya kwanza hawa mapolisi wa Mpwapwa eti wanasema tutumie migambo, sisi tutumie watu gani na walinzi wetu binafsi kujilinda. Sasa nikwambie mkuu wa polisi wilaya Mpwapwa, na nimeona umeandika na jina lako hapo, unaitwa Yakubu Tiki Mweli SP. Hata kama unamsifia bosi, usimsifie mpaka anune. Yaani unamsifia bosi mpaka unamkasirisha. Huu ni uchawa. Haya ni mambo ya hovyo kwenye taifa hili. Na nikwambie, kama ulikuwa unadhani hii barua ndio utakuona una akili, utajuta kuandika hii barua. Kwa sababu haya tunayozungumza sasa hivi, dunia imesikia, IGP umesikia, watu ambao tumewapa kodi ya serikali kutulinda Chadema sio hisani, sio ombi, ni wajibu wako, kwa sababu sisi ndio tunalipa kodi, sisi ndio tunalipa mshahara. Kwa siku nyingine bwana Usilini, punguza uchawa. Alafu huyu brother huyu afande, huyu mbona na makamera yake mmemleta hapa, huyu si askari? Yeye mmeweza kumtuma aje hapa tuchukue sima video, lakini kutuletea watu wa kutulinda ni shida.
Tunahitaji jeshi ambalo litakuwa na weledi kwenye taifa hili. Niliona nimalizane nao kabisa, afu kabla sijaendelea kuzungumza ambayo nilikuwa nataka kuzungumza. Na nyie watu wa Mpwapwa ndio maana mnaonewa sana. Nyie watu wa Mpwapwa mtaendelea kubaki kuwa masikini kwa sababu ya uoga wenu. Na kwa sababu mnatishwa kila siku na wahuni wa namna hii walio kwenye ofisi za umma. Mkisikia mkutano wa Chadema mmejificha huko. Kwenye mabanda ya kina Niga huko mmejificha huko. Hamtaki kuja huku kusikiliza mikutano. Mnakaa mbali. Huo ndio mtaji wa CCM kuwaonea. Hilo nilichomekea. Na najua kitamtokea tu kwa sababu sauti ya mwenyekiti wa vijana wa Chadema Taifa sio sauti ya mchezo. Nyewe kama mnanichukulia poa mtaona kitakachomtokea huyo CD wenu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wilaya Mpwapwa ni miongoni mwa wilaya chache sana kwenye taifa hili. Ni wilaya kongwe. Ni wilaya kongwe sana kuliko wilaya nyingi sana kwenye taifa hili. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wilaya hii ina historia kubwa kabla ya uhuru na hata baada ya uhuru. Hii ndio wilaya ambao Wajerumani waliweka kituo cha kwanza cha utawala wao. Kilikuwa kinaitwa Inland Administrative Center. Kwa mara ya kwanza waliweka mwaka 1890. Ni hapa wilaya ya Mpwapwa. Hii wilaya ya Mpwapwa ndio ilikuwa njia ya asili ya watumwa. Si mnapajua pale Mti Mkuu na maeneo mengine. Hii wilaya ya Mpwapwa kwa mara ya kwanza Waingereza mwaka 1920 ndio walijenga shule ya sekondari ya kwanza na baadaye chuo cha ualimu Mpwapwa mwaka 1920. Na yuko mwalimu wa chuo cha ualimu Mpwapwa na mfahamu mzee wangu. Hii ndio wilaya ambayo hata baada ya uhuru kumekuwa kuna mambo makubwa au kuna vitu vya msingi viko hapa haviko sehemu nyingine yoyote. Nimemsikia kaka yangu mwenyekiti wa wilaya akizungumzia kituo cha utafiti wa mifugo. Chuo cha miti kule mnakifahamu. Wilaya hii ni wilaya kongwe sana. Lakini ukiangalia maisha ya watu wa Mpwapwa pamoja na ukongwe wake, tukiamua kuwa wa kweli, ni sawa sana kusema kubwa jinga. Wilaya hii ni kubwa jinga kwa sababu maisha ya watu wa hapa, ukitaka kujua maana ya umaskini kwenye taifa hili, njoo hapa kwetu Mpwapwa. Hapa Mpwapwa, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, maeneo mengine watoto huwa wanachapwa waoge. Lakini Mpwapwa mtoto akiwa hataki kuoga wazazi wanashukuru kwa sababu watawamalizia maji. Wilaya Mpwapwa kula wali si kwetu, mimi nimekwetu Beregi hapa. Kula wali ni anasa. Hapa Mpwapwa mtu akila matunda, akila ndizi, akila chungwa. Ndio ukweli wa Mungu. 90% ya watu wa hapa kula matunda ni anasa. Kula wali ni anasa. Hapa Mpwapwa wanafuga kuku, lakini ukisikia mtu amekula kuku hapa Mpwapwa kuna mawili. Ni aidha kuku wanaumwa au aliyekula kuku na yeye mgonjwa. Maisha hapa ni magumu. Ukiwaangalia vijana hapa, hujui mzee ni yupi, kijana ni yupi. Ugumu wa maisha mlionao watu wa Mpwapwa sio laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ugumu wa maisha mlionao watu wa Mpwapwa sio laana wala sio mpango wa Mungu. Ni mpango wa CCM na serikali yao, na ni mpango wenu nyinyi wenyewe kuendelea kukikumbatia Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana kila siku CCM wanawaambia sisi Mpwapwa ngombe upe. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, mwaka 2020 Rais Magufuli aligoma kupita Mpwapwa kwenye kipindi cha kampeni. Walimuuliza Magufuli kwa nini alipita huko Mtela akaenda Iringa na maeneo mengine. Walimuuliza Magufuli kwa nini upiti Mpwapwa? Akasema au Mpwapwa ni watu wangu. Mtu aliyelala huwa tu muamshi. Nyewe waacheni. Ngoja nienda nikahangaike na Iringa ambao wanaikataa CCM kila siku. Nyie ni watu wa charumba. Alesande charumba. Sindano ni chungu, lakini ili upone ni lazima ingie sehemu fulani mwilini mwako. Dawa ni chungu, lakini ili upone ni lazima kuna wakati utalazimika kuimeza. Mimi siko hapa kuwabembeleza ndugu zangu watu wa Mpwapwa. Niko hapa kuwaambieni ukweli ili siku moja nisiende motoni kwa kuwadanganya. Tumetembea mikoa mingi. Mkoa wa Arusha tumeenda Kilimanjaro, tumeenda kanda ya Ziwa, Mwanza, mikoa yote. Mikoa hiyo umasikini wao haufanani na umasikini wa Dodoma. Halafu nyie wagogo wenzangu wa Mpwapwa ndio mnaikumbatia CCM. Wagalatia 3:1 inasema, enyi Wagalatia msio na akili, nani aliyewaloga?
Na mimi nawaulizeni ndugu zangu watu wa Mpwapwa, ewe mwana Mpwapwa usiye na akili unayeshabikia CCM, ni nani aliyekuloga? Ni nani aliyekuloga? CCM imefanya nini hapa Mpwapwa? Barabara ndio hiyo ya kastini ya Uhuru Makorongo. Huduma za afya ni tatizo. Halmashauri ya Mpwapwa ni miongoni mwa halmashauri ambazo mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali amechoka kuiandika. Jina Mpwapwa mkaguzi anaandika mpaka amechoka. Halmashauri ile ni shamba la bibi. Utawaona tu watu wamevaa suti, ni wahuni waliovaa suti, majambazi. Kila siku wanawaibieni. Halafu nyie mmekaa tu kila siku charumbacha. Haya, chagueni madiwani, mnachagua madiwani kama diwani wenu hapa anafanya nini? Na sina uhakika hata kama kuandika na kusoma anajua. Ili tubadilishe maisha yetu, ni lazima tubadilishe namna yetu ya kufikiri na namna yetu ya kuendelea na haya mambo. Wenzetu ambao wana maisha mazuri, wana maendeleo, wameikataa CCM. Nyinyi maskini mnaikumbatia CCM ya nini? Halafu mnaambiwa sokeni kwenye mkutano, mmejificha. Mnamkomesha nani? Mnamkomesha Heche. Ule watu wa kwao ni matajiri kuliko sisi, wana maisha mazuri kuliko sisi. Anakuja kuzungumza ili tupone, nyie mnajificha. Mnataka nini sasa? Mnataka Yesu arudi aje awaleteni maisha mazuri hapa Mpwapwa? Hiyo kazi haiwezekani na haitakuja kutokea. Tutakufa maskini tusipobadili namna yetu ya kufikiri. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tumekuja na operation ya no reforms no election. Ujumbe mkubwa tuliokuja nao ndugu zangu watu wa Mpwapwa ni kwamba kusipo kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi mwaka huu, huo uchaguzi usiwepo. Na nyie watu wa Mpwapwa mna ushahidi. Nini kimetokea mwaka 2020? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti huwa anasema kwenye mikutano sehemu nyingine kwamba mwaka 2020 mimi binafsi niligombea udiwani kata ya Berege. Walipoona nimeshinda, watu wa Berege si Mpwapwa, hebu nyosheni mikono. Nilivyoshinda ule udiwani, haya mapolisi ambayo hayajaji na mengine kutoka Dodoma Field Force walikuja Berege, walipiga mabomu mpaka mbu walihama kijiji. Uende ukweli wa Berege. Mpaka mbu wamehama kijiji kwa mabomu yaliyopigwa na mapolisi. Mwaka jana yale. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Berege tumekuwa na shida. Kila mwaka wa uchaguzi tunachapana fimbo na watendaji. Mwaka 2020 yule mtendaji baada ya kutuletea ule uhuni, ule usiku alipoondoka Berege hajawahi kurudi mpaka leo. Mwaka jana imekuwaje? Mwaka jana waliponikata miji na wangu, mpaka leo huyo mtendaji hajawahi kurudi. Sasa sisi tumechoka kuwachapa fimbo wa watendaji. Nao ni maskini wenzetu tu. Mwaka huu tumesema kama noma waache ikawe noma. Na Berege tutapeni demo. Na polisi wanajua, yaani wakijaga Berege wanajua namna tunavyogongana nao mawe. Wao wana risasi, wana mabomu, sisi Berege huwa tuna mawe. Kwa sababu dawa ya muhuni lazima uwe muhuni zaidi yake. Sisi huwa hatuna ustaarabu wowote wa kudili na majambazi. Na nyewe wengine mmekaa hapa mnajiita Mpwapwa mjini. Mpwapwa mjini hata siku moja hamtawahi kuwafanya na wenyewe waumie, wajisikie kwamba wanachokifanya ni uhuni. Kuna kata hapo inaitwa Gulu. Yuko kijana anaitwa Alfred. Alfred yuko wapi? Alfred alikuwa anagombea udiwani, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Walimkamata kabla mchakato wa uchaguzi. Na walivyomkamata wakaenda kumfungulia makosa, kesi ya unyang'anyi wa kutumia silaha, armed robbery. Haina dhamana. Amekaa gerezani zaidi ya mwaka 1.5. Mimi na ndugu zangu na familia yangu kwa sababu ya udiwani wametukamata kwenda kutufungulia kesi ya uhujumu uchumi mwaka 2020. Eti nimehujumu mali ya serikali milioni 29. Kipindi hicho mimi nimetoka chuo, sijawahi kumiliki hata laki mbili ya kwangu. Huo uchumi niliohujumu ni upi? Mambo haya ndio maana Chadema tumesema mwaka huu hatuko tayari kuhakikisha tunaruhusu uchaguzi ambao ili mtu wa Chadema atangazwe ni lazima makocha wavunjike kidole. Ili mtu wa Chadema atangazwe ni lazima watu wafungulie kesi. Ili mtu atangazwe ni lazima mtu aende jela, ni lazima tugombane na mapolisi. Huo utaratibu Chadema tumegoma mwaka huu. Na waombeni watu wa Mpwapwa, nyie ni watu mnaopaswa kuwa na hasira kubwa sana ya kuunga mkono Chadema.
na kuhakikisha mambo haya tunayabadilisha ndani ya taifa letu. Mwaka jana wamejifanya wanabadilisha sheria ya uchaguzi. Wamebadilisha sheria, wanasema wametengeneza sheria ya tume huru ya uchaguzi. Hiyo sheria ya tume huru ya uchaguzi waliotengeneza, wanatuambia ni tume huru, lakini hiyo tume huru haina uhuru wote. Aliyekuwa mwenyekiti wa tume kabla hawajabadilisha sheria ni yule yule Jaji Mwambegele, na sasa hivi ni yule yule Mwambegele. Yaani sasa sawa na usoleo dadu afu tajire mchupa ya juice. Ilikuwa juice. Si uko dadu. Ndio wanachotufanyia. Sasa hivi wanasema wamebadilisha mambo mengi ndani ya sheria ya uchaguzi. Kumbe ni uongo na hamna lolote. Na mapambano haya ya kubadilisha sheria hizi, mapambano haya na reforms na election, tunatamani yawe ni mapambano au yanayopaswa kuunga mkono na kila mtu. Polisi wangekuwepo hapa ningesema, na makamu atasema, namna CCM inavyotesa mpaka polisi, inatesa mpaka walimu, inatesa mpaka kila mtu. Na mimi nikipita maeneo mengi nawaambia polisi, CCM itawafanya hata msifike mbinguni. Ukisoma Luka 3:14 inasema, Luka 3:14 inasema, Yohana Mbatizaji akiwa kwenye matembezi yake aliulizwa na polisi, tufanye nini sisi polisi? Yohana akamwambia polisi mambo matatu. Jambo la kwanza, usimwonee mtu. Jambo la pili, usimdhulumu mtu la kwanza. Jambo la pili, usimshtaki mtu kwa uongo. Na jambo la tatu, toshekeni na mishahara yenu. Polisi wanatudhulumu uchaguzi, wanatubia uchaguzi. Polisi wanatushtaki uongo kwenye masuala ya uchaguzi. Ili la kutosheka na mishahara yao hawezi kutosheka kwa sababu CCM imeshawageuza kama misukule. Najua hilo na wasamee. Hawawezi kutosheka na mishahara yao. Kwa hiyo polisi, CCM wanawatesa duniani na watawatesa mbinguni kwa sababu mtaenda kuchomwa moto kwa dhambi mnazozitenda za kuwaonea watu. Na washukuruni sana watu wa Mpwapwa kwa kunisikiliza. Tutarudi tena kuzungumza na nyinyi, na mara baada ya kusema hayo, Mpwapwa nikiwauliza ngumi ziko wapi tumkaribishe makamu mwenyekiti wa chama, naomba mseme hizi hapa. Ngumi ziko wapi Mpwapwa tumkaribishe makamu mwenyekiti wa chama chetu.